Kwa majina yangu naitwa Crispin Medad Kamugisha, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara ya wilayani Ngara. Kwanza kabisa nipende kushukuru Mwenyezi Mungu pamoja na serikali yetu ambayo inatufanya sisi wafanyabiashara ndani ya wilaya ya Ngara kufanya biashara zetu kwa uhuru. Tunapoelekea kufunga mwaka 2025 tukiusubiri mwaka mpya 2026, nachoweza kuzungumzia kuhusiana na biashara ambazo zimefanyika ndani ya wilaya yetu, lakini kwa wafanyabiashara wote jumla tunaweza kusema kwa kweli biashara zimekuwa na tija, lakini kumekuwepo na ongezeko la wafanyabiashara zaidi ya wafanyabiashara waliokuwepo. Lakini pia kumekuwepo na biashara nyingine mpya ambazo pia hazikuwemo ndani ya wilaya yetu. Hii moja ni hatua ya kuonyesha kwamba biashara inakuwa katika wilaya na ambaye pia inafanya mapato kuongezeka kwa upande wa TRA, lakini pamoja na halmashauri yetu. Lakini niweze kusema kwamba wafanyabiashara wameongezeka baada ya kuonekana baadhi ya vivutio mbalimbali ambavyo serikali imeviweka au kupunguzaji wa sheria kali za uanzishaji wa biashara kama kusajili biashara, lakini na kuendeleza biashara. Mwanzoni ilikuwa mpaka kwanza ulipie mapato TRA alafu ndio uweze kufungua biashara. Lakini serikali kuna baadhi ya vitu imevipunguza, ambapo unatakiwa kufungua biashara kwa kuwa na cha msingi uwe na TIN namba, kwa maana namba ya usajili wa biashara. Basi unakwenda halmashauri, unakwenda kule kwenda kusajili biashara yako, unapata leseni ya biashara, naanza biashara ndani ya miezi mitatu, basi TRA wanakuja kukadiria. Kwa mwanzoni ilikuwa ni ngumu, kwanza unalipia mapato kabla ya kufanya biashara na uwezi kujua kama unapata faida au la. Hilo tunaweza kushukuru serikali. Lakini pia kwa mwaka huu pia tumepunguziwa tozo mbalimbali pamoja na kodi nyingine ambazo zilikuwa ni vichefuchefu. Baadhi ya kodi zimepunguzwa na baadhi ya kodi nyingine zimeondolewa na nyingine zimepunguzwa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini pia elimu imetolewa juu ya ufanyaji wa biashara na sheria za kibiashara. Kwa mwaka huu tunaweza kusema tunashukuru sana serikali kwa namna ambavyo imetuwezesha na jinsi inavyozidi kuangalia, kwa kuwa wafanyabiashara asilimia kubwa ni wafanyabiashara ambao pia ndio wazalishaji na walipaji wa kodi za serikali pamoja na halmashauri. Tunashukuru sana. Lakini tukielekea mwaka 2026 kwa mwaka kesho, pia wafanyabiashara tunategemea mambo makubwa sana kutoka serikalini. Changamoto haziwezi kukosa, lakini changamoto hizo zinatakiwa zitatuliwe ili wafanyabiashara wafanye biashara zao kwa weledi, lakini pia pasipokuwa na changamoto kubwa. Mfano, katika kufungua biashara kuna baadhi ya vielezo ambavyo naomba kuwa navyo kama vitambulisho vya NIDA na vitambulisho vingine ambavyo pia ndivyo vinakufanya ili uweze kupata usajili. Kwa hiyo tuombe mamlaka zinazohusika kama hawa NIDA wakishe kwamba baadhi wafanya biashara walio wengi wanaotaka kufungua biashara wakipata vikwazo wapate NIDA kwa wale wenye sifa, ili kigezo hiki kiweze kuwafanya wao kufanya biashara. Lakini pia tunaomba serikali iende kuangalia zaidi, kwa kuwa ni sikivu, punguza baadhi ya changamoto za wafanyabiashara ambazo bado kidogo zinaweza kuwa vikwazo kwa wafanyabiashara. Kwanza kwa kuongeza elimu pia kwa wafanyabiashara kuhusiana na masuala ya sheria za kodi na sheria nyingine ambazo serikali inaziweka. Kumekuwepo na changamoto ya kulipa faini badala ya kusanya kodi. Ili tuondoe swala la kuwa na faini kwa maana ya makosa, basi elimu iwe ya muhimu sana ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao vizuri. Lakini pia kingine ambacho tunaomba pia hata upande wa halmashauri pamoja na TRA, pale sheria zinapokuwa zimetungwa au ni utaratibu mpya umeletwa, basi taarifa hizo zitolewe mapema kwa wafanyabiashara wazijue, kuepuka kupata faini, au elimu itolewe ili waweze kufanya biashara zao za huru badala ya kuanza kufanya sheria kabla ya kutoa elimu au taarifa mapema. Hii ndio inasababisha faini, na tunataka sisi tulipe kodi wala tusilipe faini. Lakini zaidi twende mbali ni kwamba wafanyabiashara walio wengi hawajasomea. Hakuna chuo cha biashara kipo, lakini wafanyabiashara wengine wanaanzisha biashara yao polepole, mwisho biashara zinakuwa
na siku ya siku anakuwa mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo pale wajue kwamba wanapodili na wafanyabiashara wengi hawajasomea hizo biashara, ila bali wanaziishi na kuanza kuzizoea kwa namna ilivyo. Rai yangu kwa serikali kwamba kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanakuwa huru katika biashara zao, kuzuia maafisa wasiokuwa waaminifu kutumia njia nyingine za kujichukulia vipato na kutengeneza mfanyabiashara kuonekana hawezi kufanya kitu chochote kile. Basi mimi kwa hayo niwaombea wafanyabiashara wengine wote ndani ya wilaya ya Ngara na kwingine kokote Christmas njema pia na mwaka mpya. Asanteni sana.